Kupitia mtandao wa Truth Social wa Donald Trump, Trump aliandika akaendeleza mashambulizi yake kwa vyombo vya habari vya Marekani akiviita kuwa vyombo bandia, kama vile ambavyo amekuwa akiviita vyombo ambavyo vimekuwa kinyume chake, ambavyo haviandiki kile ambacho anakitaka. Huwezi kumsikia akiviita vyombo kama Fox News na vingine vya mrengo wa kulia kama vyombo bandia, kwa sababu hivi vyombo viko upande wake. Kile anachokitaka yeye ndio huwa hivyo. So mtandao wa Truth Social ambao ni wa kwake, huwa anaandika anachojisikia. Hapa sio tena kama vile alivyokuwa zamani akiandika kupitia mtandao wa X au ilikuwa Twitter. Wakati huo walikuwa wanamdhibiti kwenye maandiko. Kwa hiyo kuna maandiko walikuwa wanayafuta, au kuna wakati wakamfungia kabisa, wakaifunga akaunti yake kuwa haturuhusu kuandika. Akaanzisha Truth. Sasa Truth anaandika anachotaka. Yaani hauwezi ukanizuia kuandika anachokitaka. Ameandika kukosoa vyombo vya habari kutokana na taarifa ambayo iliandikwa Jumapili na Axios, halafu ikaandikwa na Washington Post kuhusu mwenyekiti wa kijeshi bwana Dan Kane, ambaye anasema kuwa, kwa kunukuu vyombo vya habari vilivyoandika katika kile ambacho Donald Trump alikikosoa, ni kuwa alimshauri akamwambia Donald Trump, hakuna mipango thabiti kwenye vita yetu na Iran. Tunaenda kufanya nini? Tunapigania nini? Na tutasimama kwenye vita kwa muda gani? Vita hii, kwa mujibu wa vyombo hivyo vilivyoandika, wakati anamshauri Trump, anamwambia kuwa vita hivi vitaleta maangamizi makubwa zaidi kwa upande wa wanajeshi wetu, lakini vitakuwa vita vya hatari upande wetu, lakini kikubwa zaidi, hatuna silaha za kutosha za kukaa kwenye vita muda mrefu kutokana na yule tunayepambana naye. Donald Trump katika kujibu hilo akasema kuwa hii ni taarifa ya vyombo vya habari bandia ambavyo vinalazimisha kuandika taarifa vinavyotaka wenyewe, akimsifia Dan Kane kuwa Kane yeye anaunga mkono Trump anachokitaka na anasubiri tu amri ya kuruhusiwa, kama unataka kuingia ingia. Mnamjua Dan mwezi Januari alishiriki kwenye ile operation ambayo Marekani walisifu sana, ambao operation inaitwa Delta Force, iliyokwenda kumkamata rais wa Venezuela yeye na mke wake Nicolas Maduro na kumpeleka Marekani. Kwa hiyo kwenye ile crew waandalizi wa ile operation nzima kwa ajili ya kwenda kumdaka, kumchukua na kufanya nini, alikuwa ni Ken ambaye ndio aliongoza ile crew katika kwenda kuhakikisha wanatimiza. Sasa huyu kwa mujibu wa Washington Post, kwa mujibu wa Axios, wamemwambia Donald Trump, hii vita tutaenda kukwama kwa sababu hatuna mipango nayo. Hatujajulikana tutakwenda kupigana kwa muda gani, hatujajulikana tunachokitaka. Lakini shida kubwa zaidi kuwa tunakwenda kupambana na adui ambaye sio adui ambaye kama vile maadui wengine tunayokutana nao. Yaani adui unayepiga anapiga. Unajua, ukichukua katika vita vya hivi karibuni, hakuna sehemu Marekani amekwenda kwenye nchi ambayo ina uwezo kama Iran. Hakuna. Yaani nchi yenye uwezo wa kujeruhi na wewe. Hakuna. Ameingia kwenye nchi ambazo tayari zilikuwa ni dhaifu na hazina uwezo wowote wa kuzuia operesheni za Marekani. Ukichukulia Afghanistan 2001, ilikuwa tu unaenda unapiga wenyewe wanakimbia. Iraq ya Saddam Hussein, ilikuwa na zile nani za kupiga zile virusha makombora 19. Basi Iraq mwezi mmoja, wiki moja na siku moja wakamuondoa kwenye nafasi yake. Lakini Libya ilifungwa anga mapema tu, baada ya kuingia tu wakafunga anga, wakahakikisha kuwa wanaenda kumtoa Gaddafi. Ukiangalia operesheni zingine za Marekani zilizofanyika kwenye nchi zingine, zimefanyika katika nchi ambazo hazina lolote. Yaani ni dhaifu kuwa hamna. So Daniel Kane anamwambia Trump kuwa kingine kinachotusumbua kwenye hili, hatuna makombora ya kutosha kuintercept. Yaani yale makombora ya kuintercept, unaporusha kombora, kuna kombora linafyatuka ima kwenye meli, ima kwenye mifumo yao kamili ya THAAD, Patriot na mifumo mingine ambayo inakuwepo, linatoka kombora kwa ajili ya kuzuia kombora lisiweze kufika chini kuleta madhara. Sasa wanasema kuwa hatuna za kutosha. Hatuna za kutosha kwa sababu gani?
Nyingi ya hizi silaha zilipelekwa Ukraine, lakini pia nyingi zaidi zilipelekwa kwenye Israeli kwa muda. Kwa hiyo Marekani anasema kuwa hatuna hiyo akiba ya kutosha ya kukaa na kupigana kwenye hii vita, kwa sababu kwa mujibu wa Ken kuwa hatujui hii vita ni ya muda gani, yani tutapigana kwa muda gani. Hilo ndio kubwa ambalo linatusumbua, kuwa tunaenda kwenye hii vita kwa muda gani hatujui, kwa sababu lazima tukae tuna intercept. Halafu anasema kuwa vita hii itakuwa ni hatari kwetu kwa sababu tunaenda kukabiliana na adui mwenye nguvu. Nimeliona kuwa hata baadhi ya wachambuzi wengi wa Marekani wamezungumza kuhusu kuwa hatari ya kuviweka vikosi vya Marekani kwenye mzozo na Irani wa moja kwa moja, kwa sababu kiongozi wa vita hii itakuwa ni Gerald Ford, Abraham Lincoln, yani meli zile kubwa, meli ambazo zitasimama baharini, meli ambazo target yake itakuwa wazi kabisa, yani zitakuwa zinajulikana tu, sio hata utumii, sije kusema haisomi kwenye rada, haisomi nini. Yani hatari ni kuwa una ndege ambazo zinaweza kuwa hazisomeki kwenye rada kirahisi, ambazo ziko kwenye ile meli zimepaki au zinatokea pale, halafu una meli ambayo itaonekana popote kwa picha yoyote ya satellite kuwa inaonekana, kwa hiyo ni nyepesi kufikika. Sasa nadhani Ken amefikiria kile ambacho kilifanyika na Israeli 12 days war kwa macho yetu tuliona. Mimi ni muumini wa kuona, mimi si muumini wa kuambiwa. Mara nyingi, na hii kauli napenda kuisema na kukuambia kuwa kile unachokiona ndio kitu halisi. Yaani kile unachokiona kwa macho yako ndio ukweli wenyewe. Kile unachosimuliwa ni hadithi. Kile unachosimuliwa ni hadithi. Sasa ukitaka kujua hili linabadilika vipi, jana nilizungumza kwenye mazungumzo kuwa kuna wakati magharibi wanatengeneza kitu halafu wanakipa sifa kuwa hiki kitu kina ubora huu, kina ubora na huu, lakini kiuhalisia hakijapita kwenye majaribio ya kuthibitisha ubora wake. Nitakupa mfano. Droni za Kimarekani zile ambazo amezitumia sana, mfano alizitumia upande wa Yemen, zile Reaper ambazo zilidunguliwa sana, MQ-9 Reaper ambazo Wahuthi kule Yemen katika mzozo, ambazo Israel anazitumia zaidi, MQ-9 Reaper zilikuwa zinadunguliwa kirahisi sana na Wahuthi wa Yemen. Hebu fikiria teknolojia walionayo Wahuthi, halafu nenda kwenye drone ambazo Marekani anazitumia MQ-9 Reaper, ambazo drone moja inakwenda kati ya dola milioni 30 na 32. Ghali sana drone yake, lakini zilikuwa zinadunguliwa kirahisi. Mpaka drone 12 mpaka wanasimamisha mzozo zilikuwa zimeshadunguliwa. Drone 12 zilikuwa zimedunguliwa na Wahuthi. Sasa chukulia teknolojia ya Wahuthi na kile, lakini huwezi kuamini kuwa katika mkataba wa Abraham wa 2020 kati ya UAE na Israeli, moja ya kitu ambacho UAE alikuwa kikitaka sana kikaingizwa kwenye makubaliano ilikuwa ni hizi MQ-9 Reaper, kuwa tutakuuzia hizi, tutakupa ndege za F-16, F-22 zikiwemo hizi MQ-9 Reaper. Yani unasema kuwa ni drone bora kabisa, yani atapata kitu bora zaidi. Lakini kwa sababu uliletewa kwenye makaratasi, imekuja kwenye field imekuwa tofauti, kwa sababu kwenye uwanja halisi MQ-9 zimefeli kwa sababu teknolojia ya Wahuthi ni ndogo sana ukilinganisha na teknolojia ya wengine. Mfano ulinganisha na Irani teknolojia yake inakuwa iko juu sana, kubwa. Sasa kama Wahuthi wanazitungua wanavyotaka hizi drone za Kimarekani, maana wewe uliletewa kwenye makaratasi. Kwa hiyo unachokiona ni halisi. Tulichokiona kwa Wahuthi wa Yemen walivyokuwa wakizidungua na wanatolea video, hicho ndio kilikuwa halisi, sio kile tulikuwa tunakisoma kwenye makaratasi. Sasa hiyo ni sambamba na kile ambacho kimeandikwa kwenye mifumo ya uwezo wa ulinzi wa anga ya magharibi, kuwa huu ni mfumo bora sana, unaweza kuzuia nini. Yani wanakupa ukisoma, lakini ulijaribiwa wapi katika hivi vitu vyote? Tumeona kwenye 12 days war mifumo jinsi ilivyofeli, mifumo jinsi ya anga ya magharibi ilivyoshindwa kufanya kazi zake kisahihi, mpaka wakazuia, hakuna kurekodi, hakuna kuweka TV, hakuna kufanya nini, mpaka vyombo vya habari vya magharibi vyenyewe vilizuiliwa kurekodi tukio lolote ndani ya Israel. Katika maafa yoyote, katika mashambulizi yoyote, ilikuwa ni marufuku kurekodi. Kwa sababu nini? Kama walikuwa ni kweli intercept, manake wangetuonyesha kuwa angalia, hili tumepangua hapa, hili tumepangua hapa, lakini kilichokuwepo kilikuwa kuna madhara, ndio maana walikuwa hawataki ulimwengu uone. Sasa hili lilikuwa ni pimo jingine
kwa mifumo ya uwezo ya ulinzi wa anga ya kimagharibi ambayo inafanya kazi ndani ya Israel. Sababu kuna mifumo mingi ambayo inafanya kazi ndani ya Israel. Kuna David Sling, kuna mifumo ya Iron Dome, kuna mifumo ya THAAD, Patriot, mifumo ya Kimarekani mingi inafanya kazi. Sasa unapokuwa unaziweka meli baharini ambazo zinaonekana kirahisi katika uwezo wa makombora mkubwa ambao tumeuona kwa Iran katika 12 days war ndani ya Israel, ambayo naweza kukuambia Israel ni eneo dogo sana, lakini lina mifumo mingi ya ulinzi wa anga. Makombora yalikuwa yanapiga, yanafika sehemu zinazotakiwa. Hebu niambie kuwa kuna meli mbili ambazo zenyewe zina uwezo wa kupangua makombora. Zina uwezo kwa kiasi gani? Makombora yaje mangapi kwa wakati gani unaweza kupangua? Ikiwa safu ya makombora ya Iran yanaweza kuambia tunaweza tukarusha makombora 300, tunaweza tukarusha makombora 100 kwa wakati mmoja, yananyanyuka. Na hilo tumeliona kwenye Promise 1, Iran walirusha makombora 110 kwa wakati mmoja. Je, haya makombora yakielekezwa yote kuelekea kwenye meli tu, hebu niambie hiyo intercept itafanya uwezo gani? Kipimo chao kiko wapi? Hatari ikoje? Kwa hiyo unaweza ukahisi hatari hiyo, kwa sababu itapotokea mzozo wa moja kwa moja kati ya Marekani na Irani wa moja kwa moja, na Marekani iko inafanya mashambulizi makali ndani ya Irani, na Irani wakaona kuwa tuna tishio la kudondoka kweli, watafungua booster na turbo, wataziachia. Kuwa hii ni vita ya binadamu na paka ndani ya chumba. Yaani yoyote yule hapa, paka kisha hisi unataka kumdhuru na kuwa chui, na ndio itavyokuwa. Kuwa wakishaona kuwa wapo kwenye tishio la kudondoka katika mfululizo wa mashambulizi ya hatari zaidi, watafungua tu booster na uwezo wao kuwa lolote litalokuwa. Ndio maana niliwaambia hapa nyuma, nikawaambia kama Marekani itashambulia Irani, halafu Irani watasimama kweli kweli kwenye mzozo kama tupigane kweli, uwezekano mkubwa sana wa nyuklia kutumika. Uwezekano wa nyuklia kutumika utakuwa mkubwa, kwa sababu nyuklia huwa inazima. Yaani wakati kule Nagasaki kilichotokea, wa Japani walikataa kusalimu amri. Nini unafanya nini? Wanakuja tupiga, tunapigana. Mwisho Marekani aliamua kurusha nyuklia, kuwa tuma nyuklia ili tuweze kukaa sasa. Kwa hiyo kwa hili, ikiwa Irani watasimama, kuwa unaweza ukaona madhara makubwa yakatokea. Huenda ikatumika nyuklia kama busara isipotumika. Huenda ikatumika nyuklia kwa sababu sio rahisi. Sasa ukichukulia alichokisema Duncan kuwa tutapigana kwa muda gani, kwa wakati gani, hatujui tunaenda kwenye vita ya wakati gani. Hebu fikiria meli zinazokaa baharini na ziko wazi. Unadhani ni vigumu kuzizamisha? Labda tumuulize Urusi kule Ukraine. Zimezamishwa nyingi tu. Sasa hebu angalia uwezo wa Ukraine, licha kuwa anapokea msaada wa magharibi. Unaweza kusema hizo ni njama za magharibi. Kama ni njama za magharibi, unaweza kuzamisha, hata wenzako wanajua. Hata Urusi anajua. Hata nani anajua? Hata Irani anafahamu kuwa nitatumia kifaa gani niweze, kwa sababu tayari kiongozi Khamenei kaishasema kuwa mnazo silaha bora, lakini sisi, anasema nyinyi mna jeshi bora, lakini sisi tuna silaha bora za kuangamiza hizo meli zenu, kuzamisha mpaka chini. Tayari manake wanakupa alert kuwa. Kwa hiyo ukichukua hii taarifa ya Duncan, utaona nini kinatokea. Lakini bado inaonekana kama ushiriki wa Admiral Cooper ambaye ndio mkuu wa CENTCOM ya Amerika iliyopo Doha, na CENTCOM ambayo inachukua eneo lote la Asia na Afrika karibu yote, ndio anafanya kazi. Anatajwa hajazungumza na Donald Trump toka Januari, hawajakaa kuzungumza. Sasa hatuelewi kipi kinachoendelea, kuwa amesusa au na yeye mwenyewe alimshauri kivingine Trump akakataa, ndio maana kamsusa, hataki kuongea. Kwa kweli hii vita ikija vita itatupa majibu kuwa nani ni nani kwa wakati gani. Asanteni.